na kutuonyesha sherehe kubwa ambayo ilikuwa inafanyika kando kidogo ya bahari. Yalikuwa ni mahafali ya 18 kutoka shule hii ilipokuwa imeanzishwa. Sasa wanafunzi walikuwa wakiselfie na wakisubiria boti za kuweza kuwatoa katika maeneo haya kuelekea huko majumbani. Hasa wakati wanafunzi wote wanatakiwa kurudi nyumbani siku ya leo kwa kuwa wameshahitimu chuo, lakini kuna wanafunzi wengine wakawa wanasema kwamba tunatakiwa tubakie kidogo hapa shuleni kwa sababu kesho kuna kupatwa kwa mwezi. Basi bwana we, lilikuwa ni bonge la wazo na kila mwanafunzi alilifurahia sana wazo hilo. Mishale ya usiku wakaanza kupiga pari kwa sababu wametoka kugraduate siku ya hivi karibuni. Lakini Mwamba Chrome akiwa katika gari ya babake akawa anampatia zawadi ya kisu kama sherehe ya kuhitimu chuo. Hasa Mwamba Chrome akauliza, mzee, ni zawadi gani ya kunipatia siku ya mahafali yangu? Mzee akasema, hata mimi mwenyewe nimewahi kupatiwa zawadi hiyo na babu yako, kwa hiyo ipokee na mwenyewe nakukabidhi wewe. Hasa katika mishale hiyo ya usiku katikati ya bahari, mawimbi mazito yalikuwa yakionekana yakiwa na nyenyuka taratibu, na hawakuamini macho yao, kwani tsunami iliweza kuwapitia wanafunzi wote pamoja na baba yake aliweza kupoteza maisha. Sasa zimepita siku 25 kutoka hiyo siku ya tukio. Balaa la tsunami ile liliua watu wengi sana na waliokuwa wamepona ni wanafunzi 36 tu katika chuo kizima. Na sababu ya kupona kwao ni kwamba hata hivyo, licha ya kwamba walikuwa wamevamiwa na tsunami, lakini bado walikuwa wanaishi katika maeneo ya milima mikubwa sana. Basi waligawana madarasa ya shule na wakasema hivi ndio vitakuwa vyumba vyetu vya kulala. Kwa kila mmoja akawa anaishi katika chumba kimoja cha shule. Namna ambavyo wanafunzi waliyashuhudia maji makubwa yakiwa yanatoka baharini, wakaamini kwamba huenda hata familia zao huko nyumbani zitakuwa zimeweza kupoteza maisha. Na mwanafunzi mmoja kibonge akawa anamuuliza Mwamba Chrome, kwa nini wewe uko hai licha ya kwamba baba yako aliweza kupoteza maisha katika gari ambayo hata wewe mwenyewe ulikuwepo? Mwamba anasema, mimi sikumbuki chochote kile na sielewi chochote ambacho kilikuwa kimejiri siku hiyo, nimejikuta tu kwamba niko hai. Lakini tunaonyeshwa bidada mmoja akiwa katika eneo la juu kabisa ya mlima akiwa anajaribu kutafuta mawasiliano ya ndugu zake, na amechukua simu za wanafunzi wote, anahangaika kutafuta mitandao. Huyu bidada Melissa akawa amemfuata mwamba mmoja anafahamika kama Joy na mwingine anafahamika kama Anan, akaanza kuambia kwamba tunatakiwa tuhangaikie mawasiliano jamani, tupate hata mawasiliano ya ndugu zetu. Sasa huku upande wa pili tunaonyeshwa bidada mmoja anayefahamika kama May, alikuwa akimtibia rafiki yake ambaye anaonekana kuwa na dalili za ugonjwa. Ni siku 25 kutokea yule kijana alipoweza kuumia katika tsunami, mpaka leo hii ugonjwa lake aliponi tu. Na mgonjwa jina lake anaitwa Jackie na huyu bidada anayemtibia anaitwa May. Sasa mgonjwa ana mdogo wake wa kike anayefahamika kama Jenny, akawa anakuja kumshukuru May na kusema kwamba asante sana kwa kumtibia kakaangu. Sasa bidada May kama kawaida akitoka kuwatibia watu anarudi tena kwenye vitabu kuendelea kusoma. Basi wakati huo Mwamba Chrome akaweza kumuona. Mwamba Chrome akawa anamwambia bidada May, mbona uko busy sana? Akasema niko napambana kuhakikisha kwamba anatibia lile jeraha la Mwamba Jackie, kwa sababu kadri siku inavyozidi kwenda ndivyo linavyozidi kuwa baya. Sasa Mwamba Chrome akasema yeye atakwenda kumtibia Mwamba jeraha kwa sababu yeye anakifahamu kisiwa hiki kuliko mtu mwingine yeyote yule. Kumbuka kwamba Chrome ndio mtu pekee ambaye ndani ya hichi kisiwa yeye ndio mwenyeji. Lakini kuna mwanafunzi mmoja alikuja na briefcase akasema, jamani noma na ngai nimeweza kukutana na hii briefcase, sijui ndani kutakuwa kuna video game ama kutakuwa kuna kitu gani. Lakini walipokuja kufungua waligundua kwamba ni kama kitu cha kuplay muziki tu. Lakini wakati huo huo ikaja taarifa ya kwamba jamani, tumehangaika sana. Mwamba Anan alikuja kuleta taarifa na kusema kuwa tumekosa kabisa mtandao, yani simu zenu zote hamna simu iliyofanikiwa kupata mtandao. Miamba wakaanza kuwaka. Sasa kwa kuna haja gani ya kuchukua simu zetu, ama ulikuwa unaenda kusoma message eti? Mwamba akasema hapana jamani, basi tunaomba siku 5 zaidi tuendelee kufukuzia mtandao, na kama tusipopata mtandao tutarudishia kila mtu simu yake. Hasa Mwamba Chrome anampendaga sana bidada May kisirisiri, ila anashindwaga kumwambia. Na Mwamba akafunga safari leo moja kwa moja akaelekea katika kijiji jirani, na huku kulikuwa kuna nyumba ya mganga. Sasa akaenda kukagua madawa mbalimbali ya kwenda kumtibia Mwamba Jack. Sasa walipoweza kuzipata hizo dawa, wakati wanaondoka, Mwamba Joy akashtuka kwamba kulikuwa kuna boti ambayo imenasa juu kabisa ya mlima, na akamwambia Chrome kwamba hivi unajua kwamba hii boti inaweza kawa ndio tumaini letu la mwisho kuondoka ndani ya hichi kisiwa, tunaweza tukaitumia hii. Lakini wakati wanapanda juu kabisa kwenda kuifuata ile boti, ghafla tu Mwamba Joy akawa ameanguka na kuumia sana. Basi Mwamba Chrome akambeba na kumpeleka kwa bidada May aweze kumtibia. Haraka sana bidada May akapita katika vitabu na akagundua kwamba jamaa alikuwa amevunjika mbavu na inatakiwa kuchomekwa sindano ambayo itakwenda kuondoa hewa yote iliyoweza kuingia katika mapafu. Lakini bidada alikuwa na wasiwasi sana, yani anatamani kumchoma hiyo sindano ila hajiamini sana. Si unajua tena ndio mwanafunzi ametoka kwenye masomo, kwa hiyo hana field ya kutosha. Lakini Chrome akamtia moyo na kumwambia kwamba endelea kujitahidi, wewe ndio mtu pekee ambaye tunakutegemea katika eneo la afya. Lakini wakati bidada anaendelea kuhangaika kuokoa maisha ya Mwamba, kwa bahati mbaya katikati ya matibabu Mwamba
akapoteza maisha. Aisee, ni kitu ambacho kiliwahuzunisha sana. Mwamba Clam baadaye akaamua kumfuata Anan na kusema kwamba tunatakiwa kuishusha ile boti kule juu kabisa ili ije kutusaidia hapa. Lakini Mwamba Anan akasema hiyo boti ambayo imechukua maisha ya Mwamba Joy siko tayari kwenda huko. Alafu akaongezea kwa kusema kwamba boti hiyo haitakuwa na uwezo wa kutufikisha kilomita kama 100 hivi kutokea hapa. Lazima baadaye tukifika katikati ya bahari inaweza ikatuletea shida. Mishale ya jioni basi wakauchukua mwili wa Mwamba Joy na wakaanza kuchoma pale wakiwa wanaomboleza maombolezo makubwa. Mwamba Clam akasema kwamba jamani, yote haya anayafanya kwa lengo la kuwasaidia nyie. Naelewa kila kitu na washauri kwamba mnatakiwa kutoka ndani hichi kisiwa. Lakini mpaka kufika usiku bana, siku zimeenda mpaka dakika hii ni siku ya 5. Basi wakawa wanasema jamani, matumaini ya kupata tena mawasiliano hayapo. Kwa kila mtu achukue simu yake. Kila mwanafunzi alipoweza kuipata simu yake alikuwa anatazama picha za familia akijua kwamba huenda wazazi wake watakuwa wamepoteza maisha, wengine wakiwa na matumaini kwamba huenda wazazi wao wako hai. Lakini upande wa Mwamba Clam, yeye alikuwa akisikiliza ujumbe wa simu ambao ulikuwa umeachwa na baba yake kabla ya kufariki. Baba yake alikuwa anasema hivi: mwanangu Clam, nimekulea kwa muda wote, lakini ukweli ni kwamba mimi sio babako wa kukuzaa. Ukweli ni kwamba mimi nilikuadopti tu kutokea katika kituo cha watoto yatima, ila wewe asili yako ni. Ghafla simu ikawa imeweza kuzima. Mwamba Clam hata ukweli wake kujua vizuri, simu yake ikawa imezima. Hasa maeneo mengi yanayosumbuliwaga sana na tsunami ni maeneo ambayo mara nyingi yanakumbanaga sana na matetemeko ya ardhi. Sasa kwa bahati mbaya kuna tetemeko la ardhi moja lilikuwa limetokea katika maeneo haya, kitu ambacho kikamchanganya sana Mwamba Clam, akajikuta mpaka macho yake yamebadilika, akaanza kuona maono. Katika maono yake aliweza kumuona mwanamke mmoja akiwa amembeba mtoto. Lakini kila anapojaribu kumfuata yule mwanamke aliyembeba mtoto, anashangaa matawi ya mti ni kama yanamng'ang'ania hivi, hayataki amfuate yule mwanamke. Mwamba akashtuka kwa kuwa alikuwa amekabwa sana, akashangaa bidada mmoja anafahamika kama Nam akimwambia kwamba wewe, hebu amka, ulikuwa unaota ndoto ya kutisha sana inaonesha. Hasa lile tetemeko la ardhi likazua mjadala mkubwa sana katika eneo hili, kila mtu akijaribu kuuliza nini ambacho kilikuwa kimetokea, ila mwanamama Nam akasema kwamba ninahisi kuna kitu cha tofauti ndani ya hichi kisiwa. Lakini wanafunzi wengine wakacheka sana, wakasema wewe inaonekana sio msomi, yani ina maana wewe hujui chochote kuhusiana na tsunami, eti kuna kitu katika hichi kisiwa. Yaani elimu yako haijakusaidia chochote, wewe hujui kuhusiana na tsunami, kuna kitu gani tena nje ya tsunami? Baada ya bidada kubezwa akawa ameondoka zake, lakini Mwamba Anan akasimama akasema, wazee, tunatakiwa tukaifuate ile boti na moja kwa moja tusaidie kuweza kurudi nyumbani, kwa sababu hapa katika kisiwa naona kama pana hatari hivi. Lakini mwamba mmoja anayefahamika kama Aisi, yeye ni mtu wa kukatisha katisha tu watu tamaa, akasema yani ina maana wewe hapo kuishi bila mamako uwezi, unapenda kunyonya nyonya, si ndio? Ndio maana unang'ang'ania kurudi nyumbani, au sio? Aliona kana kwamba amezalilishwa sana na kumbukumbu za maisha yake ya zamani kidogo katika eneo hili yakawa anajirudia. Kiukweli ni kwamba Mwamba Anan alikuwa ni kiongozi wa kundi la music katika ile eneo la shule, lakini baba yake alikuwaga ni mkali sana. Kosa dogo tu mwanae akilifanya hapa shuleni basi anamfokea sana. Lakini mama yake alikuwa ni mama ambaye anampenda sana mtoto wake na kumjali. Makosa yote ambayo babake alikuwa akimfokea basi mamake alikuwa anasimama upande wake. Ndio maana wanafunzi wakasema anapenda sana kudeka kwa mama. Hasa upande wa pili tunaonyesha yule mwamba msumbufu anayefahamika kama Ice akiwa na bidada mmoja anayefahamika kama Ying. Walikuwa wameelekea katika kijimto fulani hivi kando kidogo ya maeneo hayo, wakawa wanaogelea. Na ukweli ni kwamba huyu bidada Ying wala sio miongoni mwa wanafunzi ambao wapo katika hichi kisiwa, bali yeye alikuja kwa sababu ya maafa tu ambayo mwamba alikuwa anakwenda kuyafanya. Bahati mbaya ndo tsunami ikatokea na yeye akagandia huko huko. Sasa wakati wanaogelea akaanza kushangaa kwa kwamba mbona kama vile maji yanaongezeka joto. We bwana, kama masihara hivi maji yakazidi kuongezeka joto yakawa yanaunguza kabisa. Walitoka hapo katika maji na moja kwa moja wakaenda kuwajuza wanafunzi wenzao kuhusiana na hilo tukio. Sasa bidada Ying alipotoka kule katika maji moto akamfuata bidada mmoja anayefahamika kama Elisa. Na bidada Elisa alikuwa busy sana kufiksi masuala kidogo ya mitambo, miledio hivi. Bidada Ying akawa anamuuliza Elisa, "Kwa nini wewe upendi kushirikiana na watu kila dakika?" Lakini bidada akasema, "Watu mimi ndio wanaonitenga. Wanasema kwamba niko busy sana na sipendi kushirikiana nao. Ukweli ni kwamba ubize wangu labda ndio unaojitenganisha na watu." Hasa kumbuka kwamba Mwamba Clam alikuwa na kajeraha kidogo katika mgongo wake. Sasa akamfuata bidada Mei na kuomba amtibie. Sasa wakati bidada Mei anamtibia, jamaa linacheka tu. Si unajua kwamba linampenda sana bidada Mei. Lakini Mwamba akawa anamwambia bidada, najisi hatia sana kwa sababu jamaa wangu ameweza kupoteza maisha mbele ya mikono yangu. Lakini bidada akamtia moyo akasema, "Bana, sio kosa lako." Sasa huku upande wa pili, Ying pamoja na bidada Elisa wameshakuwa marafiki sana. Muda mwingi wanashinda pamoja, wanafurahi. Sasa bidada Elisa alifanikiwa pia kutengeneza kile kifaa ambacho walikuwa wamekiokota katika maji, kilichokuja kwa mfumo kama wa briefcase. Sasa wakawa wanasikiliza kidogo. Lakini walikuja kugundua kwamba ilikuwa ni shairi lililorekodiwa miaka ya zamani sana. Sasa wakapanga kuelekea library
library ili kwenda kulitafuta shairi hilo, na hili shairi lilikuwa linahusu mafuriko na tsunami kubwa sana iliyoteketeza watu wengi katika kisiwa. Lakini Elisa akasema sioni kama kuna issue yoyote ya muhimu katika hichi kitabu, naona ni story tu za mafuriko, tsunami, vitu kama hivyo tu. Kesho yake wanafunzi wakafanya maamuzi ya mwisho kwenda kuishusha ile boti kule juu kabisa ya mlima, na walipojaribu bana wakaishusha boti vizuri tu, ila walikuja kugundua boti na matobo mengi, kwa itahitajika siku kama kadhaa hapa kuweza kuziba matobo yote. Lakini watu waliposikia kwamba watatakiwa kuyaziba hayo matobo, wengi walikata tamaa. Lakini Mwamba Anan akakumbuka kipindi ambacho alikuwa anasimamia masuala ya muziki, kama mwanafunzi tu akawa anamcheka au mwanafunzi hayuko serious, alikuwa anaahirisha mazoezi, lakini alikuwa amejifunza kujitia moyo hata katika mambo magumu. Sasa akiwa watu wote wamekata tamaa katika eneo la kisiwa mara baada ya kugundua kwamba boti na matobo mengi, basi akaanza kuplay piano ili kuweza kuatia moyo tena. Wanafunzi ndio kwanza wakaanza kuhisi hali ya kwamba wako duniani, wakawa namsogelea jamaa, na hapa tunamuona bidada May ambaye Mwamba Clam anampenda sana. Sasa kumbe bidada May pamoja na Anan wana mahusiano ba. Mwamba Clam alipowatazama namna ambavyo walikuwa wako wawili pale, aliumia sana kwa sababu anampenda bidada May asikwambie mtu. Lakini ghafla tu katika kisiwa hiki ambacho hakuna mtu ambaye wamewahi kumuona mgeni, leo aliweza kumuona mwanamama mmoja akiwa anawafuata. Haraka sana wakamfuata mwanamke huyu ambaye alikuwa ameweza kuzimia, wakampeleka katika jengo la hospitali ya shule, na moja kwa moja alikuja kugundua kwamba ni mwalimu wao anayefahamika kama Lim. Sasa wakawa wanajiuliza inawezekanaje huyu madam akawa amebakia hai ikiwa walitafuta kisiwa kizima na hawakuweza kumuona mtu yeyote hapa. Lakini usiku huo ulipoweza kufika, May pamoja na Mwamba Anan basi waliutumia usiku huo kwa mizagamuano tu. Usiku mzima walikuwa mavalangati yani. Lakini bidada May akasema na mwenyewe nina ndoto ya kuja kuwa mwimbaji siku moja. Lakini Mwamba Anan akacheka akasema wewe ustahili kabisa kuwa mwimbaji. Sasa haya maneno yalimsababisha bidada May aumie sana. Sasa si unajua kwamba kuna ile mtu unampenda kwa sababu anafanya kitu ambacho unakipenda, yani unampenda mtu kwa sababu ya kile ambacho yeye anakifanya. Hasa ukweli ni kwamba bidada anampenda sana Anan kwa sababu Anan anapiga kinanda, na bidada anapendaga sana siku moja aje kuja kutimiza ndoto yake ya kuwa mwanamuziki. Kwa hata sababu ya kumpendea jamani kwa sababu hiyo ya muziki. Sasa ni siku 3 zimeweza kupita kutokea ile siku, na leo Mwamba Clam akawa anasema kwamba hii boti inaweza wa kubeba watu 10 tu na kuwatoa hapa katika eneo la kisiwa, na akapendekeza kwamba wawachague wanafunzi 10 ambao waondoke kwa awamu ya kwanza kuelekea nje ya kisiwa. Na hao wanafunzi 10 bidada May akasema Jackie awepo kwa sababu hali yake ya mguu inazidi kuwa mbaya kila siku. Lakini Mwamba Anan akasema kwamba hata hiyo boti wakati inatembea inatakiwa ambaye iendeshe awe ni Clam, kwa sababu Clam ameshazoea kumuona babake akiwa anaiba maboti, vitu kama hivyo, kwa atakuwa na uzoefu pia na yeye wa kuendesha maboti ya wizi. Haya maneno yalikuwa ni mabaya sana kwa Mwamba Clam, na akamtazama vizuri Anan. Kumbe Anan ameshaanza kumkomoa Clam baada ya kugundua kwamba Clam anampenda bidada May. Alafu Mwamba akageuka tu akasema hatuko tayari kuendeshwa na mtoto wa mwizi, kwa mimi nitakwenda kuendesha nie kwa sababu najua namna ya kutumia boti. Basi bwana, group wala alikuwa na pingamizi, wakasema sawa tu, kwa kuwa wewe umeona kwamba unaweza kuendesha boti haina shida, kwa hiyo wanahitajika watu wengine 8 wa ziada. Sasa wakati wanawasha boti ndio akagundua kwamba boti ilikuwa imeharibika, kwa hiyo ikashindwa kuwaka kabisa. Lakini tukirudi huko upande wa pili tunaonyeshwa Mwamba Ice yule msumbufu akiwa anahangaika kutafuta bia, kwani anaonekana ana stress na hasira na mtu fulani. Bidada Nam akawa anamfuata pale na kumwambia kwamba ni kama unapicha kitu, una shida gani wewe? Mwamba akasema mimi sina tatizo, naomba ukae mbali sana na mimi, acha kabisa hayakuhusu mambo yangu. Na hii hasira ambayo Mwamba ameipata, akakumbuka kuna kipindi bidada Ying alikuwa anamfokea kwa kumwambia kwamba anavuta madawa sana na alikaribia siku moja kuweza kufa. Kwa hiyo jamaa tabia ya kunywa pombe na kuvuta madawa ni tabia yake sana. Sasa kuna bidada mmoja leo alitangaza kitu kimoja, akasema kwa kuwa ile injini haifanyi kazi, kwa hiyo tunatakiwa kuchanga nguo zetu na tutengeneze kitu kama mwamvuli ambao utatusaidia kuisukuma huu mtumbwi wetu. Sasa unajua tena watoto wa chuo kila mmoja akawa anasema kwamba mimi nguo zangu za gharama sana hizi na watu walio ni designer ya bei ndefu hii. Lakini bidada Jenny akasema yani nyie mnaangalia ufahari wa nguo zenu, haya mimi naanza na nguo yangu ni ya gharama kubwa lakini naichana. Tuunganishe nguo zetu tutengeneze kitu ambacho kitatusaidia kutoka hapa. Basi wanafunzi wengine wakaamua kuunga tela na wenyewe wakaanza kuchana nguo zao kwa sababu bidada Jenny amechana nguo ya gharama sana, wakaanza kuchana na kuziunganisha. Lakini bidada Elisa akasema wanafunzi wawili waende wakatengeneze boti kule, na bidada alipogundua hakuna mtu aliyejitokeza kwenda kutengeneza boti, basi moja kwa moja akawa ameondoka kwa hasira. Na ukumbuke kwamba Elisa sasa hivi anaojilani sana na bidada Ying ambaye sio mwanafunzi wa hii shule bali ni girlfriend wa Mwamba Ice. Hasa baadaye wakawa wanajadili kuhusiana na ile poem, yani shairi. Wakaja kugundua kwamba kuna namba ambazo zilikuwa zinatajwa katika lile shairi zinafanania kabisa na location ya hichi kisiwa kilipo. Na bidada Ying akasema kwa nini lile shairi linavyoimbwa linataja maeneo ambayo ni hapa katika hichi kisiwa, isije ikawa katika hichi kisiwa labda kuna hazina ya dhahabu ama vitu vya thamani sana. Lakini Elisa akasema unajua kwamba hiyo nyimbo imerekodiwa miaka 100 iliyoweza kupita, alafu shule yetu sisi na miaka 20 tu. Lakini bidada Elisa akaunganisha doti na akagundua kwamba kuna mawasiliano ya bila waya yalikuwa yamejengwa katika vita ya pili ya dunia, na hayo mawasiliano inaaminika kwamba yalikuwepo katika hichi kisiwa
kisiwa na hakuna aliyeweza kuyakuta. Sasa akaona kwamba kwa nini tusifanye mchakato wa kuyatafuta. Akaanza kusema kwamba isije ikawa hizo namba ndo zinaelekeza mahala ambapo hayo mawasiliano yapo. Basi bidada Elisa kama kawaida yake akaingia tu katika maeneo ya msitu na kuanza kutafuta hayo mawasiliano. Kumbuka kwamba bidada Elisa anapenda sana kufanya vitu vyake peke yake bila kushirikisha watu, na kila sehemu aliyokuwa akipita alikuwa anaweka alama ya X ili asije akarudi tena katika eneo hilo. Sasa upande wa pili bana, huku Jackie hali yake inazidi kuwa mbaya tu, mguu wote unaanza kuharibika. Wakati hali yake inazidi kuwa mbaya, ndivyo ambavyo yule mwanamke ambaye ni mwalimu hali yake ikawa nzuri na akafungua macho siku ya leo. Na swali la kwanza alilokuwa ameulizwa, wapi ulikuwepo katika kipindi chote, kwa sababu tulitafuta katika kisiwa kizima hatukuweza kumuona mtu. Lakini mwalimu akatoa jibu jepesi tu akasema, wakati tsunami imepiga mimi nikajikuta nimenasa juu kabisa ya mapori makubwa, na dakika hii ndio nikawa nimeweza kujikuta. Lakini kuna watu wakawa wanakuja kumleta mwamba Ice ambaye alionekana kuwa ameanguka baada ya kujioverdosi pombe mingi sana na madawa ya kulevya. Lakini Anan alipoweza kugundua kwamba mwalimu wake ameweza kuamka, akasema, mwalimu, kama utakuwa haujisikii comfortable kukaa na wanafunzi, tunaweza tukakupeleka katika nyumba yako uwe na amani tu. Kweli kabisa, mwalimu Lim akawa amekubali, akasindikizwa na mwamba Anan mpaka katika nyumba yake, na huko akawa amefungiwa mlango ajifungie humo ndani kwa kutulia. Hasa wakati bidada Elisa anaendelea kutembea katika mapori na anaweka alama katika miti asije akapotea, akashangaa anamuona rafiki yake ambaye ni wa zamani sana yuko katika maeneo haya ya mapori. Hasa akashangaa akasema, rafiki yangu, wewe ulisema unaondoka kabla ya pati, na maana ulikuwa hujaondoka kumbe? Lakini bidada akasema, nilibadilisha mawazo yangu na nikaona kwamba sipaswi kabisa kuondoka, ila baada ya tsunami nilikuwa nimejinasa juu kabisa ya mapori ya miti. Lakini hili jibu linafanana sana na lile jibu ambalo yule mwalimu alikuwa amelitoa. Wote na maana walinasa tu juu ya mapori, na akamwambia Elisa kwamba siko peke yangu, kuna watu wengine wengi sana wako pamoja na sisi. Na akatoa habari njema kwamba tumeweza kukuta mnara wa mawasiliano na tumewasiliana nao, wamesema kwamba baada ya siku 3 boti ya msaada itakuwa inakuja katika eneo hili la kisiwa. Basi bidada Elisa alifurahi sana kusikia habari hizo njema kwamba boti ya msaada itakuja hivi karibuni. Je, ni kweli hiyo ni boti ya msaada ambayo itakuwa inakuja? Na huyu je, ni rafiki yake kweli? Episodi ya kwanza inakomea hapa. Tukutane katika episodi ya pili ambayo itakwenda kutupa majibu ya nini ambacho kitakwenda kujili mara baada ya hapa. Kumbuka kwamba balaa ni zito sana. Unachotakiwa kufanya ni kugusa alama ya subscribe kama ndo kwanza unaungana nasi, na kugusa alama ya kengele ili ukuwa mdau endelevu wa tamthilia zetu.